Hapa tuko mtaa Bombambili kwa Kapungu katika kituo cha serikali ya mitaa kwa ajili ya kuangalia zoezi la uandikishaji wa daftari la uandikishaji wa mpiga kura wa kudumu katika ile eneo. Jukumu lenyewe limetuleta hapa kuangalia mwitikio wa wananchi na wanachama Chama cha Mapinduzi katika ile jukumu la uandikishaji. Unahisi labda kuna changamoto gani zimetokea? Changamoto tulizoziona katika ile eneo, ya kwanza kabisa na kubwa kabisa ni kwamba watu wengi wamejitokeza na mashine zilizopo hapa ni mbili, haziwezi kumudu kuweza kuwafanikisha watu. Watu wanafika saa 10 alfajiri kwa ajili ya kufanya majukumu ya uandikishaji mpaka saa 12 jioni wanakuwa bado hajamalizika. Kwa hiyo mashine hazitoshi na mwitikio wa watu ni mkubwa. Utaratibu gani mnatumia kwa watu wanaofika saa 10? Wanaofika asubuhi ya saa 10, kinachofanyika moja kwa moja wanaanza kuhesabiwa katika namba, wanapewa namba. Zile namba zitakazowasaidia pale saa 2 kamili makarani wanapofika kuanza kuwapa wao waanze kuwa wa kwanza katika kuandikishwa. Labda nini sasa mmejipanga katika kuliboresha zaidi zoezi zima hili la uandikishaji? Jinsi tulivyojipanga ni kwamba tumejipanga vizuri, lakini mwitikio wa wananchi umekuwa mkubwa. Lakini kitu tunachokiomba kutoka katika ofisi ya serikali ya mtendaji wa kata, watusaidie kuangalia kama wanaweza kutufanikishia kutuongezea mashine za kuandikisha daftari la mpiga kura na makarani wengine waongezwe. Kulikuwa na maneno yanazungumzwa kwamba kuna baadhi ya jamii inapendelewa, hususan ya kina mama. Unahisi ni nini sasa? Utaratibu wa hapa hauna upendeleo, isipokuwa wale watu maalum wanapewa kipaumbele kama walemavu, watu wazima, wajawazito. Ni utaratibu wa kiserikali, na wazee wanapewa nafasi ya kwanza.